Karibu mtazamaji katika makala yetu maalum ya kumwaga kamishna wa skauti wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam na kumkaribisha kamishna mpya wa wilaya hiyo hiyo Kigamboni, ndugu Neema Kilongozi. Nimesimama hapa kwa machache sana kuweza kuyasema kwa furaha ambayo niko nayo ndani yangu. Napenda kumkaribisha dada yangu, kipenzi changu, mama mkwe wa jirani yangu, kamishna wa skauti wilaya ya Kigamboni, Kamishna Neema Kilongozi. Mheshimiwa kamishna wa mkoa, nilipata taarifa kwamba mmoja wa watumishi wangu sasa ameteuliwa kuja kuwa kamishna wa hii institution yenu hapa Kigamboni. Kabla ya yote, skauti ni nini? Skauti ni chama au taasisi inayotoa mafunzo kwa vijana kisichobagua dini, jinsia, kabila, rangi wala mtu alivyo, ili kuweza kumsaidia katika maisha yake hapo baadaye. Naomba wazazi msiwanyime watoto haki zao za msingi kushiriki katika klabu za skauti huko mashuleni, maana zinafundisha, zina maadili, zinajenga kiroho, ukakamavu. Skauti malengo yake ni kuwatayarisha vijana kwa kuwajengea katika maadili mema ili waweze kuwa waaminifu, wazalendo, rafiki wa wote, watiifu, wachangamfu, waangalifu na kuwa raia safi katika mawazo, maneno na vitendo. Ili kufikia dhamira hiyo, chama makao makuu hakina budi kueneza na kusimamia uskauti nchini kote. Hili linatekelezwa na kamishna mkuu, wawakilishi wake wa mikoa na wilaya kwa ujumla. Kamishna mpya wa skauti wilaya ya Kigamboni, ndugu Neema Kilongozi, alikaribishwa rasmi kwa mara ya kwanza tangu kuteuliwa kwake tarehe 14 Februari 2025. Viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa skauti wa ngazi zote mkoa mpaka wilaya, wadau wa skauti, familia yangu, marafiki zangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ukaribisho huu wa kipekee kama kamishna mpya wa skauti wilaya ya Kigamboni. Jamani, ninafuraha mpaka nashindwa hata kuongea. Kwa ufupi tumepata jembe. Sherehe maalumu ya kumkaribisha kamishna Neema Kilongozi iliandaliwa kwa heshima yake. Ilifanyika kwa bashasha kubwa na kushuhudiwa na viongozi mbalimbali na waskauti pamoja na wadau wa maendeleo ya jamii. Sherehe hiyo haikuishia tu hapo kwenye makaribisho, bali iliambatana na tukio muhimu la utoaji wa misaada kwa watoto wanaoishi kwenye mazingira yaliyo magumu zaidi. Zaidi na zaidi, watoto kutoka kaya 55 zilizopo katika kaya zote 9 za wilaya ya Kigamboni waliweza kunufaika na msaada huo. Kila mtoto mmoja alipatiwa mchele kilo 20, unga wa ugali kilo 10, sukari kilo 5 na mafuta ya kupikia kilo 5. Kwa hiyo hii kazi iliyofanywa ni kazi ambayo wenyewe waasisi waliona kwamba chama chochote lazima kitatue matatizo. Kuna watu wana njaa leo, skauti inawalisha, sio swala la saluti tu na kula vile vile katika skauti.
Kamishna Neema Kilongozi akizungumza katika tukio hilo alieleza dhamira ya chama hicho cha Skauti Kigamboni kuendeleza kuwa karibu na jamii. Alisema, hiki ni mwanzo tu. Hatutaki misaada hii iwe tukio la mara moja. Tunakusudia kuifanya iwe endelevu na kuifikia familia nyingi zaidi zinazohitaji msaada. Aidha, Kamishna Neema aliwahimiza wadau mbalimbali kuendelea kuwaunga mkono pale watakapohitaji msaada zaidi na kuchangia shughuli za kijamii. Alisisitiza kuwa mafanikio ya Skauti Kigamboni katika kusaidia jamii yanategemea ushirikiano kati ya chama hicho na wadau wa maendeleo. Kusema za ukweli, naomba nitoe rai kwa wananchi wote, tendo hili linaenda kuwa endelevu. Kwa hiyo wasije wakaona kwamba kilele ni leo, sisi hapa ndo tumeanza. Kwa hiyo kilele ni mpaka Liamba. Kwa hiyo tunaomba sana wahisani waendelee kushikana na sisi. Kwa hakika tumeguswa na watu wengi waliotushika mkono. Nadhani mmeona bango letu kule ndani. Kwa mara nyingine, Skauti Kigamboni wanaonesha kuwa ni zaidi ya harakati za vijana, bali ni chombo muhimu cha mabadiliko chanya katika jamii. Kwa hiyo zoezi hili linahusisha kukusanya taka zote, yani kusafisha fukwe, lakini tunachokusudia zaidi ni kusanya hizi taka za plastiki. Miongoni mwao tutaenda kutoa hizi plastiki na baadaye tutazipima, tutajua tumepata kilo ngapi. Nia na mazumuni ni kuweka safi fukwe zetu. Plastiki tunajua ni hatari. Miongoni mwetu tulishapata mafunzo tukajua vipi plastiki inaathiri afya za viumbe hai waliokuwemo ardhini, kwenye maji pamoja na hewani. Kwa hiyo sisi kama Skauti au sisi Skauti ni jukumu letu kuhakikisha kwamba huu mradi tunautendea haki kama ambavyo tunaendelea navyo. Isiwe ni mwisho kwamba tupo kwenye mradi, lakini iwe ni miongoni mwa kazi za maisha yetu. Kila siku unapoona plastiki imezagaa uchukie. Sasa hivi tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda huku bichi huku chini kwa ajili ya kufanya usafi, kuokota matakataka yaliyokuwepo huko. Lengo la kitu hiki ni kuhamasisha usafi wa mazingira. Watu wanapoona wahamasike, wafanye usafi, na lengo la kufanya usafi ni kwa ajili ya kuondoa magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea, kwa mfano kipindupindu na baadhi ya magonjwa, malaria, kwa sababu kwa kuna mazingira machafu, mbu anaweza kuzaliana tukapata malaria. Iwe ni fursa kwa sisi Skauti kuona tuna wajibu kwenye jamii. Kama maelekezo yetu Skauti tunawasaidia watu siku zote, na kuwasaidia watu ni sehemu ya kutunza pia mazingira. Tunapotunza mazingira yetu tunakuwa tumewasaidia jamii kuondokana na milipuko mbalimbali na pia kuokoa viumbe vingine ambao vikapata madhara kutokana na janga kubwa la plastic. Kwamba hili ni zoezi endelevu, tuna wilaya zetu 5. Zoezi tumelizindua, zoezi liendelee. Tumeelewana? Jamani, huu ni mradi wa kidunia. Na mradi huu wa kuokota takataka za plastiki ni hususan katika maeneo ya bahari, mito na maziwa. Ni wasisitiza au ni waombe vijana tujitolee sana kuimarisha maeneo yetu kwa usafi. Tuwe naye pamoja bega kwa bega dada yetu huyu mpendwa, kamishna wa wilaya ya Kigamboni, ndugu Neema Kilongozi. Makala hii imetayarishwa na Abdallah Matotola na msomaji wake ni mimi Muhidin Dua Alaika. Mpiga picha ni Abdallah Lupa. Studio kutoka Adenliki TV. Mathalam.